ya kanuni. Yaani timu ambazo zinaendeshwa kwa busara zaidi. Yaani zenyewe kanuni zipo, lakini inafika hatua kwenye maamuzi ambayo yanaweza kuumiza upande wowote. Kanuni zimekuwa zikiweka kando, watu wanaketi kwa ajili ya kujadili kuzifavor, kuto kuziumiza. Ni timu ambazo hazitaki kuumia. Simba na Yanga huwa haziko tayari kuumizwa kwa namna yote. Kwa hiyo mara nyingi zimekuwa ni timu ambazo ziko juu ya kanuni na hata ambao wanatunga hizo kanuni wenyewe. Kwa hiyo bodi ya ligi inazidiwa kwa sababu ni timu ambazo zina influence na zimezoea hayo maisha miaka nenda rudi. Alizungumza mzee wangu Steven Mguto akukosea. Ni kuwaliseni kwamba ni timu ambazo always zimekuwa yani timu zina nguvu sana na sio bahati mbaya zimetengenezwa kuwa hivyo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tatizo lianzia tarehe 8 mwezi wa 3 kuja kulisort hili tatizo, yani mpaka mamlaka ya kinchi imekuja kutafuta suluhu ya kukalisha pande zote. Tena sio yani unazungumzia namba moja, raia namba moja alikutana na pande zote. Ndipo ambapo unaona waliopeleka hoja za msingi ambazo zilionekana kusikilizwa, mwisho siku tukaona mechi imeahirishwa, imepangwa tarehe 25. Lakini kabla ya hapo hakuna aliyekuwa anasikiliza, anakuambia hakuna kukata pointi 3 za Yanga, na yeyote ambaye anajua ana nguvu afanye nini na aguse hata nusu point. Sasa wewe unaweza kuimagine kama timu kama bodi inasimamia kanuni na zipo, alafu timu inakuja kuitishia bodi na mamlaka ya mpira na yeyote yule aguse hata nusu point. Nani mwenye nguvu? Klabu inakuwa na nguvu kuliko mamlaka. Kwa hiyo na hiyo ni kwa sababu gani? Huwa tunaamini sisi pale Clouds, wote tunazungumza mara zote ni kwamba hata viongozi wanaokuwa kwenye hizi mamlaka baadhi yao, sio wote, wamekuwa wanapigania rangi ya jezi ambazo wanashabikia. Yaani rangi ya jezi iwe ni njano, iwe nyekundu, iwe kijani au nyeupe. Hizi wanasema hawajavua lebo, yani wana lebo, zipo lebo, yani lebo ziko hapa, wakati kama kipo kwenye damu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine hata viongozi ambao kwenye mamlaka sometimes wako tayari hata kuumia. Yani liwalo na liwe, mimi katika hili nitakufa na chama langu. Yuko tayari, anaona kabisa hata waamuzi. Kunaona waamuzi, mtu anafanya maamuzi unaona kabisa kwa utashi tu wa kawaida. Ukitazama unaona kabisa hili halihitaji hata kuwa na VAR. Lakini ukija kuketi pembeni unaona ni mtu ambaye anapambania maslahi yake. Kwa hiyo ikifikia hatua kwamba viongozi ambao tunawapa dhamana kusimamia kuanzia vilabu na shirikisho wakiweza kuondoa logo mahaba, wakasimamia kanuni zilizowekwa, nadhani haya mambo hayawezi kujitokeza. Lakini kama wataendelea kuishi maisha haya ya kusema kwamba tukifanya hii timu itashuka daraja, tutakosa sio biashara, sio na nini, mwisho wa siku wataendelea kutuendesha tu. Kwa hiyo mamlaka itaendeshwa iwapo wataendelea kuishi kwa busara, yaani kuziendesha, kuamua mambo kwa busara. Yakiendelea haya, mamlaka za mpira kwenye nchi hii hazitakuwa na nguvu ya kusimamia mchezo huu ambao unahitaji kupiga hatua zaidi. Unaamini kwenye hili Yanga ndio wamesikilizwa? Mimi binafsi ukiwatazama Yanga, wao ni kama kwa lugha ya picha, Yanga anaonekana wao ndio walisikilizwa kwa sababu waligoma mechi ya tarehe 15. Ilipotoka tarehe 25 ghafla Benvu wenyewe wakarespond chap haraka. Simba hawakuonyesha ile amsha kama ambavyo Yanga walifanya. Kwa hiyo unaona kama Yanga kuna maeneo ambayo la kwanza tu picha inaanza walivyoitwa na bodi ya ligi tu pale, ilikuwa ni ishara kwamba Yanga wanasikilizwa. Kikao cha bodi ya ligi na viongozi wa Yanga, kama unakumbuka pale Karume, ilikuwa ni ishara kwamba Yanga wanasikilizwa. Baada ya hapo kuna vitu ambavyo walikuwa hawajaridhishwa, alivyozungumza Almas Kasongo aliyekuwa CEO wa bodi ya ligi. Yanga saa 11 wakaitisha press conference na waandishi wa habari, wakalimwaga pale. Walivyolimwaga, kilichofuatia ni kipi? Story kama kuhusiana na mechi tarehe 15. Baada ya hapo ndo tukasikia sio nini kinaendelea, tukawa tunasubiria tuende 15 itakuwaje. Na Simba wakasema baada ya siku 2-3 tu Simba na yeye akaandika wakasema kwamba
tunahitaji ripoti. Baada ya Yanga kutaka ripoti ya uchunguzi kuahirishwa kwa mechi tarehe 8, Simba na wenyewe wakaibuka kwa mara ya kwanza, nasikia Simba na wenyewe wanahitaji ripoti itolewe. Na hiyo Simba wanakuja kujibu baada ya Yanga kusema kwamba kuna mtu alipiga simu, kama ulisikia, kiongozi. Kwa hiyo Simba na wenyewe wakataa kujua ni nani. Baada hapo na wenyewe wakasema kwamba hatuko tayari kucheza mechi zaidi ya tarehe 15. Kwa hiyo unapata picha kwamba hizi timu zilivyo zinahitaji zenyewe yani ziishi kwa dunia. Yani ligi yetu kwa haiko fair kwa timu. Yani wewe anzisha, ndugu yangu, anzisha timu yako, ukienda kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, wewe utakuwa ni msindikizaji tu iwapo hiki ambacho kinafanyika hivi sasa kitaendelea kuwa entertain. Yani kama Simba na Yanga zitaendelea kuwa juu ya kanuni zilizowekwa, tafsiri yake ni kwamba iwe Namungo, iwe Ndanda, iwe Mbeya City, iwe sijui timu gani, sijui na Kapanya FC. Kampesta, Simba hawajasikilizwa kwenye nini? Simba sio wengi wanaamini kwamba Yanga amesikilizwa kwenye Simba alitaka mechi cheze tarehe 15. Mechi imeahirishwa. Maana hajasikilizwa. Sasa si ndio tafsiri yake nyepesi ni kwamba inawezekana amesikilizwa lakini labda hoja zake zikawa hazina mashiko. Yaani mimi naweza kukuita kwa bana tuzungumze hapa. Ukaja wewe na rafiki yako. Wote mnawezekana mna hoja zenu, lakini hoja yako ikiwa na mashiko zaidi, tafsiri yako umemshawishi mtu wa maamuzi ama msaidizi wa kuja kuamua vizuri jambo fulani litokee. Kwa hiyo inawezekana Yanga walipeleka kete zao vizuri, walisukuma kete vizuri. Unajua kusukuma kete, unasukuma kete vizuri pap. Na yote ni kiini kwa sababu kwa nini mechi iliahirishwa tarehe 8. Yaani unajua mtego namba 1 ni kwamba bodi ya ligi kuruhusu kuahirisha mechi tarehe 8, huku kanuni zikoonekana kwamba hakukuwa na sababu. Kanuni zinasema hakuna sababu. Kutokufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo hakutoshi kuahirisha mechi mpaka kuwepo na ushahidi ama uthibitisho wa hizo sababu zenyewe. Sababu ambazo mpaka leo hazijawahi kuwekwa wazi. Tafsiri yake ni kwamba bodi ya ligi iliingia chaka, ndio maana watu wamejiuzuru. Nguto sikajiuzuru. Almasi Kasongo bila sababu za msingi. Kama zingekuwa sababu za msingi wangekuwa ipo bado. Kama ikitokea sasa Simba hawatatokea kwenye mchezo wa kesho, nini kifanyike? Bado narudi pale pale, kumekuwa na shida ya kuchukua maamuzi kupitia kanuni. Hatua zianzie kwanza kesho. Hata umetenda haki. Lakini kumbuka haya mazungumzo tunayozungumza leo, tulizungumza kuanzia tarehe ngapi? Tarehe 15, mechi ya tarehe 15. Tulisema kwamba Yanga asije uwanjani kama ilivyotishia. Mapinduzi yaanzie hapo kwa Yanga na hali viongozi. Ilitokea? Hapana. Leta waamuzi wapya kama picha imetoka kwa Yanga sasa hivi imehamia kwa Simba. Je, tuone kuanzia kesho kama Simba hajaleta timu uwanjani kitatokea hicho ambacho tunatamani kitokee ili kunyoosha mambo? Bado tumebaki kwenye. Kwa hiyo unajua tunazungumza kwa sababu ya story moja tu ya Simba kutokuja kwenye mkutano na waandishi wa habari. Lakini hiyo tu haitoshi kumaanisha kwamba timu haipo tayari kwa ajili ya mchezo. So hizi ni picha tunatengeneza tu, tunadhania kwamba inaweza kutokea. Lakini nimemsikia mwenyekiti wa Simba mara kadhaa baada ya mechi nadhani na Kagera anasema Simba ni timu ya mpira. Wao wapo kwa ajili ya kucheza mechi, na akasema kwamba msiitishe Simba, msiwatishe wana Simba dhidi ya Yanga. Tafsiri yake ni kwamba timu yao itacheza, kujawa na kauli ya Simba kuigomea mechi. Labda wabadilike leo usiku, labda iwe hivyo, lakini naamini Simba atapeleka timu uwanjani. Shukrani sana. Thank you.